Na mtazamaji, ni saa 7 adhuhuri saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye taarifa za TV47 matukio awamu hii. Tukufahamishe ni yepi yamejiri kutoka kaunti mbalimbali. Uzidi kumakinika na kufahamu ni kipi kinafanyika karibu na eneo uliko. Hivi sasa mtazamaji, moja kwa moja tukufahamisha wanakwetu wananiita Joash Onsare. Familia ya Susan Nyaboke imethibitisha kuwa mwili uliopatikana katika hospitali ya Machakos Level 5 ni wa binti yao baada ya kumtambua kupitia miwani aliyokuwa ameivaa. Inadaiwa kuwa Susan aliuliwa kikatili na aliyekuwa mpenzi wake kufuatia mzozo wa kimapenzi. Tukio hilo limezua simanzi na ghadhabu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku idara ya ujasusi ikianzisha uchunguzi kubaini chanzo kamili cha mauaji hayo. Susan Locho anaarifu. Ikiongozwa na babake, familia ya Susan Nyaboke iliwasili katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Machakos Level 5 na kuthibitisha kuwa mwili mmoja uliohifadhiwa humo ni wake Susan. Hapo hali ya majonzi ikatawala. Babake Susan, Peter Odari, anaeleza uchungu wa kumpoteza mwanawe wa pekee na sasa amesalia na mjukuu mmoja katika hali ya sitofahamu. Padamo nikapigiwa simu nikiwa huko Limu, nikaambiwa Susan Nyaboke ameuliwa na jamaa mwenye alikuwa bwana wake wa zamani. Sasa mimi sikujua mbona akaamua kumuua. Anaeleza jinsi mwanawe mara kwa mara alilalamikia dhulma za nyumbani kutoka kwa mumewe na kuamua kugura ndoa hiyo kama njia ya kujinasua kutoka kwa mateso haya na kwenda mjini Machakos kutafuta amani na kazi. Mimi sina mtoto mwingine, huyu alikuwa tegemeo yangu. Sasa mtoto amewacha mjukuu, mimi ndio huwa nampeleka shule asubuhi, jioni namrudisha. Sasa sijui vile nitafanya next. Lakini hatima yake ikafungwa siku ya Jumatatu jioni pale alipokumbana na anayedaiwa kuwa mchumba wake wa zamani katika eneo la Mwania. Alipata kumkata na kumuua, na wale walikuwa karibu kwa sababu ni soko hapa tuko. Ikawa ni jambo la kuhuzunisha, na kwa haraka watu wakakusanyika na wakamkamata muuaji mwenyewe. Jamaa huyo alidaiwa kumvamia kwa upanga, kumkata shingoni kabla ya wananchi wenye hasira kumvamia na kumwangamiza papo hapo. Tumeshukuru askari ambao tumewaita na wakaja haraka kwa kuokoa, lakini haikuweza. Wamepata tayari jamaa ameuliwa, na pia ni kisa ambayo imetughadhabisha sana. Vijana katika mahusiano sasa wanahimizwa kutafuta njia mbadala ya kutatua mizozo bila kufikia kiwango cha hasira na mauti. Kwa wanaume na walio kwenye ndoa na marafiki wanaozana, kama umeona ndoa ama urafiki uwezi, tafadhalini mwache mwenzako aende atafute maisha. Idara ya ujasusi imeanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha mzozo huo wa kimapenzi uliogeuka mauaji ya kutisha. Susan Locho, runinga ya TV47. Tuangazie mengine. Kamati ya bunge ya kitaifa kuhusu usalama imemtetea Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja, ikisema kuwa jukumu la kuwasajili makurutu wapya wa polisi liko chini ya afisi ya Inspector Generali na si tume ya kitaifa ya huduma za polisi. Hii ni kufuatia mgogoro wa ubabe kati ya idara ya polisi na tume ya kitaifa ya huduma za polisi maarufu NPSC, ambao ulisambaratisha shughuli ya usajili wa makurutu wapya wa polisi. Wakizungumza katika chuo cha mafunzo cha polisi katika eneo la Ngong, baadhi ya viongozi wamesema kuwa mgogoro huo ni njama ya kumwondolea mamlaka Inspector Generali wa polisi katika majukumu ya kusajili mapolisi wapya. Today we have the UNDP, we also have the Parliamentary Security Committee together with us here, so that they can also be able to take them through. You know, this committee plays a critical role when it comes to matters legislative and even the funding programs of the National Police Service. That's the reason why, as the National Police Service, we find it very critically
important that we also take the committee through as a major stakeholder, as the representatives of the people, so that we can be able to understand very, very, very clearly where we are on matters reforms and the journey that we have actually been able to travel over the transformation agenda. From where I sit, I believe that we must appreciate the unique position and the situation of the police. This is uniform discipline force, so and armed. So we cannot just treat like any other workers that commission is run by, any other competent civilian. Of course, we believe strongly that the IG, who is the commanding officer, is the commandant, supposed to have full control, because he can only draw discipline and enforce his powers when he fully has the control of instruments. Tuangazie mengine. Wizara ya Elimu imethibitisha kuwa Baraza la Mitihani la Kitaifa NEC linakabiliwa na upungufu wa fedha wa zaidi ya shilingi bilioni 3.7, lakini imewahakikishia Wakenya kuwa mitihani ya kitaifa itaendelea kama ilivyoratibiwa. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amesema serikali imeweka mikakati ya dharura kuhakikisha wanafunzi hawataathirika na changamoto za kifedha au mvua inayoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge ya elimu, Waziri Ogamba amesema wizara inatarajiwa kutangaza matokeo ya mitihani ya KPSEA na KJSEA kufikia Disemba mwaka 2025, huku matokeo ya KCSE yakitarajiwa kutangazwa ifikapo Januari mwaka 2026. Aidha, waziri amesema kuwa upangaji na usahihishaji wa mitihani hiyo pia utahusisha matumizi ya teknolojia ya kisasa. At our cost. So we'll make sure that money is available to ensure that the payments are done and the examinations are done and assessments seamlessly. We are aware of it. We are doing something about it with Treasury, and we are going to be able to sort it out. We do not have a situation where there is any instruction to any principal, to any head of institution to ask for any money from the parents for the examinations. That is a responsibility of the government, and we are going to undertake it. Yes, by law. By law, yes. By law. Yes, and on the mitigating factors, there was this question of, you'll explain that. All right, why don't you go ahead and explain that? There's a question here about KPSEA and KJSEA and examiners. I think let the CEO respond to that, and then I can respond to the rest. Thank you, Chair. I'll combine the fourth and the fifth questions so that I don't have to keep coming back. The KPSEA is fully machine scored, so we don't involve any examiners. KJSEA has two parts. There is one part which is machine scored, that is the multiple choice questions. Then the constructed response items will have examiners. And we've already made arrangements. They are going to report for marking on the 5th of November. KILEA and KIPLEA, these are assessments for learners with special needs. In the 844 system, we never used to assess these learners. They would just be dumped in schools and remain there. But this time round, we have their assessment so that we know the progress they are making towards achieving the competencies which have been laid out in the curriculum designs. Because of the nature of these learners, they are assessed by their regular teachers. We don't even bring invigilators or supervisors, because when a child has a special need, if you introduce a stranger to them, then clearly it's going to upset them. So these are assessed by their regular teachers, and then they communicate the achievement of the competencies. As you're on that point, yes. That is a school-based assessment. School-based. Now, you in your presentation, it is zero budgeted. Yeah. And this exam is running. Exactly. What do you mean? Well, you have not budgeted for it. We budgeted for it. Yes, I'm saying you have not indicated even the amounts. Yeah, I'm seeing in your paper. Yeah. It was zero budget. Yes, zero. Yeah. So how do you expect it to continue when there's nothing completely?
You are the chief administrator. Yes. Yes, Chairman, since the assessment has to be administered, the budget has not been allocated. We don't have a choice. We can't tell those children that they won't sit the assessments. So it's going to be another pending bill. But let me take you back shortly. You have already received 5-point-something billion shillings. Exactly. Is it? Yes. If you could, in your own administrative skills, redistribute the amount and give them something small. To have zero is a problem on your side. It has there on the presentations that there was zero budgeted for allocation, but when we were doing the 5.9 and when we were doing the 1.08, that one part of that was given to them to be able to undertake. Because it's 87 million. It's not 87 million? Yes, that is the amount for school-based assessment, So it was within that process, so that the process can go on as we look for the resources to recover. So the next question about human interaction during the marking for the 40,000 examiners. What we have done from last year is that the candidates' scripts are anonymized. They no longer have access to the names of the candidates. There is only a number. So the examiner is not able to tell the identity of the candidate based on their name. But we are also rolling out computer-based assessment in teacher training colleges, and we are hoping that we could explore the possibility of rolling out computer-based assessments even in basic education, which would help to reduce the costs that we are experiencing now with the printing of these exams. Thank you. The same issue of computer-based exams. Yes, I want to do a follow-up. I want to thank the CEO for the computer-based examinations in teacher training colleges. However, that particular thing is going to face a number. Tuangazie mengine. Viongozi wa kaunti ya West Pokot wamekashifu matamshi ya uchochezi ya baadhi ya viongozi wa kaunti jirani ya Turkana, wakidai yamechochea mashambulizi ya hivi karibuni mpakani mwa kaunti hizo. Wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka kuhakikisha usalama unarejea na wahusika wote wanakamatwa. Viongozi wa kisiasa wakiongozwa na wajumbe wa bunge la kaunti ya Pokot Magharibi wametishia kuchukua hatua kufuatia matamshi ya uchochezi yanayodaiwa kutolewa na baadhi ya viongozi wa kaunti ya Turkana, wakiongozwa na gavana wao Jeremiah Lomorokai na mbunge wa Turkana Kusini John Ariko. That the leaders from the side of Turkana have been on the forefront, right from the governor all down to the MCS, have been inciting their community against our community. Haya yanajiri baada ya watu 4 kufariki katika mashambulizi ya washukiwa wa ujangili wa kaunti ya Turkana. Mtu mmoja aliuawa asubuhi eneo la Sarmach, huku wengine 3 wakiuawa jioni katika eneo la Morita. Matamshi ya governor ambaye alitaka Wapokot ambao wanaishi Turkana County wafurushwe. Tunalaani hicho kitendo na tunalaani maafa ambayo yamefuatana na matamshi hayo. Viongozi wa Pokot Magharibi wanasema matamshi ya gavana Lomorokai yamezidisha mvutano na kuchochea mashambulizi mapya. The lay people will follow. So we want to ask Lomorokai to tone down his language. And it is not only him. We have also had some MPs from that same Turkana area talking so loudly as if they are in an island. Wanaitaka serikali kupitia DCI, NCIC na vyombo husika kuwakamata viongozi wote wanaochochea vurugu katika ukanda wa North Rift. We are gathered here to ask the National Cohesion and Integration Commission, led by Professor Kobia. We want to ask you that by the close of business tomorrow, we want you to have summoned the governor for Turkana. Takuambia Wapokot, tudumishe amani, tusilipize. Tumepoteza watu wetu wengi, lakini tusilipize.
Wacha tuachie serikali ifanye kazi yake. Naibu Spika wa bunge la kaunti ya Pokot Magharibi, Victor Asiwat, amesema wakazi sasa wanahama kwa hofu, huku zaidi ya watu 50 wakiripotiwa kuuawa tangu mwaka uanze. Now we want to invite CS Murkomen to come and intervene what is happening between Pokot and Turkana, because now we are realizing a lot of killings on the roadsides. Wakazi wanaiomba serikali kuimarisha usalama na kuhakikisha wahalifu wote wanakamatwa mara moja. Na amani ilikuwa imetokea ya kutosha, lakini tunashangaa wakati kiongozi, a whole governor, na wale viongozi wengine wanaongea mbaya na hatujasikia kama wameshikwa. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Tuangazie siasa. Uchaguzi mdogo wa ubunge katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini, kaunti ya Embu, umegeuka kuwa vita vikali vya kisiasa baada ya viongozi wa upinzani kuwahimiza wakazi wampinge mgombea anayependelewa na serikali kwa madai ya kushindwa kutekeleza ahadi zao. Mgombea wa chama cha kazi CCK, Duncan Mbui, ameituhumu serikali ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Rais William Ruto kwa kuwatelekeza wakazi licha ya kuungwa mkono kwa wingi katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022. Hata hivyo, kinyang'anyiro hicho kimevutia viongozi wakuu wa kisiasa na kampeni hizo zimezidi kupamba moto, huku wagombea wote wakifanya mikutano kila kona ya Mbeere Kaskazini katika juhudi za mwisho za kujinyakulia kura. Mtu anafikiria watu wa Mbeere tunaweza enda kwa serikali, huyo ni muongo wa kutoka mbali. 2022 alikuja akasimama hapa Ishiara akasema within 90 days barabara ya kutoka hapa kunaitwa Ishiara kwenda Kerie kwenda Gekuyare Chicago, within 90 days itakuwa imeanza rami. Imeanza rami leo? Kuna dalili ya kuanza? Sasa wanapotuambia tukae kwa serikali ndio ati sisi hiyo barabara iendelee, kwani 90 days ijaisha? This government is not taking Kenya anywhere. Wakati sisi niwakumbusha, wakati wa Kibaki tulikuwa tunalipa kodi kidogo zaidi, lakini education ya secondary na ya primary ilikuwa free. Leo magarateo uma. Leo hii serikali ile mambo imetufanyia ni mambo huwezi jua. Imeharibu education kiwango ya kuwa ukienda pande inaitwa ya primary, yale mashule ilikuwa inapokea 100,000, 200,000, leo hii wanapata 15,000. Tuangazie mengine. Wakazi wa kijiji cha Kinale, eneo bunge la Lari, kaunti ya Kiambu, wameandamana wakilalamikia ongezeko la wizi wa mifugo na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Haya yanajiri baada ya tukio la hivi karibuni ambapo punda 5 waliibwa na baadaye kupatikana wamechinjwa msituni karibu na makazi yao. Wakiwa wamebeba mizoga ya punda hao, wakazi walijitokeza barabarani kwa maandamano wakitaka hatua za haraka zichukuliwe kudhibiti wimbi hilo la uhalifu. Wakazi hao wakisisitiza kuwa punda hao walikuwa tegemeo kuu katika shughuli zao za kila siku kama vile kusafirisha maji, mazao ya kuni, na sasa wamebaki bila chanzo cha kipato. Wakazi waliwataka maafisa wa polisi kuongeza doria hasa usiku, kwani ni wakati huo wahalifu wanapotekeleza vitendo vyao viovu. Akithibitisha tukio hilo kwa njia ya simu, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Lari, Kariuki, alisema uchunguzi umeanzishwa kubaini wahusika wa uhalifu huo na kwamba maafisa wa upelelezi wako eneo la tukio kuhakikisha washukiwa wanakamatwa na kufikishwa mahakamani. Mchichwa zangu bili ndizo huwa zinanisaidia kuchuna majani ya ng'ombe. Juu niko na ng'ombe na unaona ng'ombe haziwezi kujibebea majani. Sasa punda ndizo huwa zinabeba, zinanisaidia kwa riziki nyingine kama kubeba kuni, kubeba sukuma na spinach. Sasa juu huwa naweka sukuma, huwa napeleka soko. Ndizo huwa zinanisaidia.
Sasa nikiamka asubuhi ya leo nilikuta hata ni simu nilipigiwa. Nikaambiwa punda zangu already zimechinjwa. Punda ilichuja punda 5 hapa. Na wenye walichinjiwa punda tuko nao hapa. Na machungu yenye iko hapa ni juu wenye huwa walichinjiwa punda, hiyo ndio inakuwa kazi yao ya kila siku. Na sasa asubuhi ya leo tumepata wamesika punda zetu 5 wakachija, na hiyo ndio tunapataga nayo riziki yetu kila siku, hiyo ndio tunabebaga nayo mizigo. Sasa tunasido aje wakiendelea hivyo tutakuwa tunafanya kazi gani? Hiyo ndio ilikuwa inatupea pesa. Sasa juu imechijwa, mtu ataenda kuiba kweli? Sasa ingine tunahofia maisha yetu, sababu ukisema ukweli na useme yenye inafanyika unakuwa threat kwa wao na wakubwa wengine. Like for now unaweza kuwa unaongea na unaongea reality, but kwa wao wanaona wewe ni mbaya. To an extent wengi wao wanatuita activist, of which I'm a policy champion. So nikiona kuna kitu inaendelea na inaenda kwa njia isiyofaa huwa naongea. So unakuwa as a threat to them. Tuangazie mengine. Taasisi ya utafiti na uchambuzi wa sera ya umma KIPRA imeapa kutoa ushauri wa kimaendeleo mashinani katika kaunti zote 47, lengo kuu likiwa kuwapiga jeki vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Akizungumza mjini Busia, mkurugenzi wa idara hiyo Elda Onsum amesema kuwa KIPRA itazidi kuwa katika mstari wa mbele kutoa mafunzo kwa vijana, kina mama pamoja na watu wenye ulemavu katika azma yao ya kujikimu kimaisha, kando na kutoa ushauri kwa serikali. As an institute, as we undertake research, we are implementing a program where we are leveraging on empowering women and implementing the policy that has been approved by the government on women empowerment. This policy is aimed at leaving no one behind through capacity building for various groups, those who are marginalized, those who have been left behind across all the 47 counties. In this program, we are going to not only train women, train marginalized groups, train the persons with disabilities, train youth, and also ensure that all those who are being trained are empowered through capacity development so that they are able to contribute to the development of our great nation. Huduma za afya katika kaunti ya Kilifi zimepata msukumo mkubwa baada ya mamlaka ya maendeleo ya Pwani kukamilisha ujenzi wa kitengo kipya cha kisasa cha wagonjwa mahututi, kitengo cha uangalizi maalum na jengo la upasuaji katika hospitali ya rufaa ya Malindi. Mradi huo uligharimu shilingi milioni 50 kwa ujenzi, lakini gharama jumla itafikia shilingi milioni 140. Hii ni baada ya vifaa vya kitabibu kuongezwa, ikiwemo shilingi milioni 90 za ununuzi wa vifaa hivyo. Mradi huu ulifadhiliwa na serikali ya Kenya pamoja na serikali ya Italia, mpango unaotarajiwa kuanza kutoa huduma ifikapo Disemba mwaka huu, ukiongeza matumaini mapya kwa wagonjwa wa eneo la Pwani. The construction of this project has costed us around 50 million. We started with phase 1, which is the ground floor, the ICU, and completed with phase 2, which is the first floor, the HDU and the theater. We are going to equip this facility, both the HDU and the ICU, and this is a co-financing and partnership between both the national government, which is CDA, and the county government. Facility hii hakika itakwenda kumsaidia si mwana Kilifi peke yake, lakini itakwenda kusaidia hata wale jirani zetu ambao pia tunawaenzi. Nitoe kongole zangu kubwa kwa waziri, haswa kwa akifanya kazi kwa kitengo cha CDA, maana mwanzo nitasema imefanyika kwa uharaka. Ni kumaanisha walikuwa wanayo malengo kuweza kufanya jengo hili liwe kwa haraka.
Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kericho wamepinga mapendekezo ya marekebisho ya sheria ya makosa ama sheria ya mitandaoni, ukipenda Cybercrime Act, wakisema hatua hiyo inalenga kuwanyima wananchi, wanaharakati wa haki za kijamii na watumiaji wa mitandao uhuru wa kujieleza. Wakizungumza mjini Kericho, wakazi hao wamesema badala ya serikali kuongeza masharti na adhabu katika sheria hiyo, inafaa kuelekeza nguvu zake katika kuelimisha umma kuhusu matumizi bora ya teknolojia na kudhibiti wizi wa data. Nichangie kuhusu cybercrime. Vile rais wa Kenya alisema hapo awali. Kwanza kabisa nilikuwa nataka niseme juu vijana wengi hawana ajira huku Kenya, na pia wengine wao ni content creators, na serikali bado pia inawatax kuhusu content creation ama content creators. Serikali inachukua ile hada ama tax. Mi naona anapinga kabisa hiyo maoni ya rais, na labda tu niseme wakati mtu anapatikana ako na makosa, wacha kesi ifike kotini. Ikipatikana kuwa aliharibu sheria ama data privacy, mtu apelekwe, astakiwe na ashikwe. Mtazamaji, taarifa hii ndio ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi, endelea kuwa nasi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories.
This is Kenya's #1 talk show, Dr. Farika tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Farika is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Anyway, furahia umekaa na kasukuni. CP unit ni Punet. Ni Punet. Punet. So you guys knew about Piga. Sawa basi. I say man, that don't give you the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You'll have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Next time you need fresh lemon juice, microwave a lemon for 7 to 10 seconds. Then roll the lemon back and forth under your palm on the counter. When you squeeze, you'll get more juice from the lemon with way less effort. Start your day with Relationship Wednesday from 8 a.m. to 9 a.m. with Ann Odida. Dive deep into the dynamics of love, friendship, and family as we explore the stories that shape our connections. Na mtazamaji, karibu tuzidi kukufahamisha. Kikundi cha waathiriwa wa machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 kutoka maeneo ya Nyanza na magharibi ya Kenya kimeomba kiongozi wa chama cha ODM Daktari Oburu Oginga kusaidia kufanikisha malipo yao ya fidia kupitia serikali ya Kenya Kwanza. Wakizungumza mjini Nyakoe, kaunti ya Kisii, waliongozwa na mwenyekiti wao James Moi Oro, wakishukuru chama cha ODM kwa kudhibitisha uongozi wa Daktari Oburu na kuunga mkono juhudi za serikali katika utekelezaji wa ahadi zake. Waathiriwa hao wameitaka serikali kuheshimu makubaliano kati ya ODM na Kenya Kwanza, hasa kipengele kinachohusu haki ya fidia kwa waathiriwa ambao bado hawajalipwa. Pia wameomba gavana wa Kisii Simba Arati kusaidia kufikisha malalamiko kwa serikali kuu ili haki yao ipatikane. Mimi kwa leo nashukuru sana chama chetu cha ODM kwa kazi njema walifanya, na tunashukuru sana kwa kumuidhinisha Oburu Odinga kushikilia na kufaa viatu vya nduguye Raila Amolo Odinga. Sisi kama waathiriwa wa 2007-2008 tunashukuru, tunaungana pamoja leo hii tukisema Raila alikuwa ametutoa mbali na tulishikilia kwamba yeye alituonyesha njia, hata akahakikisha kwa ile 10-point agenda ya Rais William Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga, number 6 imewekwa kwa mambo ya waathiriwa na compensation yetu ya IDPs. Sasa tunahitaji kusukuma zaidi ili nasi tuweze kupata kile tunahitaji kama waathiriwa wengine walivyo saidiwa 2007-2008. Tumeongojea sana, hata tunaenda kufa moyo, lakini tunajua kama nyinyi muko na Mungu yupo, mtaweza saidia sisi kwa haraka na sisi tufurahie. Na kufikia leo kwa ukweli hatujalipwa na tumehangaika sana katika muda mrefu. Kwa hivyo wewe mwenzetu Oburu Odinga, tunakushukuru sana, tupiganie na hii kitu, hata kama ingawa imechukua muda mrefu, na sisi tulipwe, na tukilipwa tutashukuru na tutasema asante sana. Tuangazie yanayojiri kutoka taifa jirani la Tanzania.
Maandalizi yamezuka ama maandamano kunradhi yamezuka nchini Tanzania, huku mamia ya watu wakijitokeza kuandamana dhidi ya uchaguzi mkuu ulioanza mapema Jumatano asubuhi, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuchaguliwa ama anagombea kiti cha urais bila upinzani mkali. Mashirika ya haki za binadamu ya ndani ya Tanzania na kimataifa wameibua wasiwasi kuhusu uchaguzi huu, wakidai kuwa mazingira ya kisiasa si huru wala ya haki. Lakini licha ya serikali ya Tanzania kuzidi kukashifiwa, imezidi kusisitiza kuwa uchaguzi unaoendelea ni halali na umeandaliwa kwa uangalifu, ikisema hatua zote zilizochukuliwa zinalenga kulinda amani. Katikati mwa barabara wamewasha moto vijana hawa, tunaweza kusema ni Gen Z, vurugu zikiwa zinaendelea. Cha kushangaza, vyombo vya ulinzi na usalama viko hapa na matukio haya yanaendelea. Ewe mtazamaji na msikilizaji, tuangazie mengine. Muungano wa vyuo vikuu 15 vya umma umeanzisha mpango wa Green Careers Caravan unaolenga kuwanoa wanafunzi 1500 kuwa waajiri katika sekta ya kilimo ya kisasa. Akizungumza katika chuo kikuu cha Embu, mwenyekiti wa kamati ya makamu wakuu wa vyuo vikuu Profesa Daniel Mugeni amesema mpango huo unalenga kuwapa wanafunzi ujuzi wa ujasiriamali ili kuwa wavumbuzi na watoa ajira badala ya kutegemea ajira za kawaida. Mkurugenzi mtendaji wa Jacobs Ladder Africa, Sela Bogonko, amesema tayari wanafunzi 1200 wako karibu kuunganishwa na wafadhili wa miradi yao ya uchumi wa kijani. Washirika wa mpango huo wanasema unalenga kupunguza ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana kwa kufungua fursa katika uchumi wa kijani unaokua kwa kasi. So kama Jacobs Ladder tumekuja hapa tunawa connect to opportunities, lakini bado tunajua yale mafunzo yenye tunapata shuleni saa zingine hayatusaidii kuweza kupata zile kazi zenye tunataka, na hazitusaidii saa zingine pia kuweza kufanya ile innovation ama entrepreneurship. Kwa hivyo sisi tuko hapa kuwasaidia, kuwa connect first of all these opportunities, lakini pia ku make sure wako na ile mabadiliko ya ubongo, sijui kama hiyo ndio transformation, lakini ile mental transformation ya kuwasaidia ku make sure hawaendi huko nje kusema serikali saidia. I would want to say that all the universities that are in this are very excited because this is it's something that is really helping our students in preparing them for job market once they leave the university. We are creating many, for example, issues to do with what we do in the environment, recycling of garbage. Some of us might think that there is no value. Garbage is garbage, and yet it has a lot of opportunities. It's an area many of us can get involved in. Mtazamaji, tuangazie mengine. Kutokana na idadi kubwa ama idadi inayoongezeka ya viongozi wa biashara nchini, viongozi hao wameonya kuhusu kuongezeka kwa matatizo ya afya ya akili miongoni mwa wakurugenzi wa kampuni na wafanyabiashara, wakisema shinikizo la kuweka biashara sawa, kutimiza wajibu wa kodi na kuendeleza kazi kunasababisha wengi kuchoshwa kiakili, ila ni wachache ambao huzungumza. Swala hili lilichukua nafasi kubwa katika jukwaa la wakurugenzi jijini Nairobi, ambapo washiriki walikiri kuwa nyuma ya mafanikio ama katika mafanikio yao kuna athari kubwa ya kuongezeka kwa uchovu wa kihisia,
Wazungumzaji walitaja uhamasishaji wa afya ya akili na usaidizi wa rika kuunganishwa katika mafunzo ya shirika, wakionya kwamba utamaduni wa kufanya kazi nchini Kenya unaendelea kutukuza uchovu kwa gharama ya ustawi. Trainings that are being run here. Every week I get to go into a forum where I'm trained on one aspect of business, be it from a technical perspective, how to run your finances, how to run your team, how to develop a product, how to package, how to market, to areas on mental health, on how I should take care of myself as a founder, how I should take care of myself as a leader. You realize entrepreneurship is a very lonely journey. When you get into it, the people who you're managing, they get to create community. Kwa zaidi ya miaka mitatu, wafanyabiashara katika soko la Nambale wamekuwa wakitaabika katika biashara zao, hasa giza linapoingia kutokana na ukosefu wa umeme sokoni humo, wakilazimika kufunga biashara hizo mapema kwa hofu ya usalama na pia walaghai wa pesa gushi. Hata hivyo, wafanyabiashara hao sasa wana sababu ya kuimarisha biashara zao baada ya muhisani kuweka taa sokoni humo. Furaha ya wafanyabiashara hawa sokoni Nambale ni kutokana na taa hii iliyobadilisha maisha yao ya kibiashara. Mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Tumaini Angavu kwa Jamii Shofco, Daktari Kennedy Odede ametambuliwa kuwa mzee wa kaya na chama cha wazee wa Mijikenda Kaya katika hafla ya kupendeza iliyoandaliwa ndani ya kilima kitakatifu cha Kaya Similani katika kaunti ya Kwale. Hafla hiyo iliyoadhimishwa na baraka kutoka kwa walezi wa kiroho wa utamaduni wa Mijikenda ilihudhuriwa na watendaji wa kitamaduni. Sherehe hiyo iliashiria daraja kati ya hekima ya jadi na maendeleo ya kisasa yanayoendeshwa na jamii. Wazee walipokuwa wakitekeleza matambiko ya kuomba baraka za mababu, Daktari Odede alipambwa kwa mavazi ya kitamaduni ya Kaya kuashiria jukumu lake jipya kama mlinzi wa maadili na maendeleo ya jamii. Mimi kama Kennedy Odede ambaye hasa amekuwa elder anaitwa Kirzambo hapa hivi kwa Mijikenda. Kwa hapa napenda kuwashukuru sana wazee. Hii sio mambo ya siasa. Hawa wazee nawajua kwa miaka mingi, wamenisoma. Nakumbuka nilikuja hapa zui miaka ngapi iliyopita tukitengeneza community library. Mzee akaniombea, chama ulikuwa hapo, tukajuana polepole. Hii sio ile ya kukimbia ati kama mwanasiasa. Hii ni deep love ambao amenipatia, ambao pia anawapatia. Chama cha viongozi wa kanisa nchini kimepaza sauti ya upinzani dhidi ya miswada iliyoidhinishwa kuwa sheria, kikizitaja kuwa za kidhalimu na zisizo za kidemokrasia. Viongozi wa kanisa wakiongozwa na Askofu Hudson Deda wamedai kuwa sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandaoni ni kandamizi na ya uonevu hasa kwa vijana wanaotumia mitandao kama chanzo cha riziki. Aidha, wamepinga mswada wa dini wa mwaka 2024 wakisema una sura ya msimamo mkali wa kidini na wanadai kuwa unalenga kuwakandamiza watumishi wa Mungu, hususan wahubiri wa mitandaoni. Wameitaka serikali kusitisha sheria hiyo na kuhusisha umma katika mashauriano mapana kabla ya kupitisha, huku wakimtaka Rais William Ruto kuingilia kati kuhakikisha mapendekezo ya viongozi wa dini yanazingatiwa. The church cannot therefore keep silent at a time when unconstitutional and oppressive laws are passed
by a parliament which derives its power from the people. Computer Misuse and Cybercrime Amendment Act contains sections that are punitive and oppressive. In a society where young people utilize electronic gadgets to agitate for better rights and earning a living through content, the concern of the church is that 27 is approaching, and having such laws in our country is not good for the political climate. We have also noted with concern the issue on religious extremism in the bill, which in our view is open to abuse and will be used to persecute innocent clergy serving the people of God. Na mtazamaji, tuangazie mengine. Wakili Bernard Ngetich ameapa kuishtaki Wizara ya Usalama, Ardhi na Misitu kwa kukosa kutimiza agizo la mahakama la kuezeka ua katika msitu wa Mau ili kubainisha mpaka wa msitu huo na makazi ya watu wanaopakana na msitu huo. Kwa mujibu wa wakili Ngetich, serikali ilistahili kuheshimu agizo la mahakama na kuezeka ua huo, sawa na kufanya usaili wa wakazi wa eneo la Mau ili kuwakabidhi wakazi hati miliki za ardhi hili kufanya wamiliki kikamilifu. Na kwa uamuzi wake, Jaji Mtungi aliweza kuamrisha wale watu ambao hawakuwa na vyeti walikuwa wapigwe msasa na Wizara ya Usalama ya Ndani pamoja na Wizara ya Mashamba, na baada ya kupigwa msasa wale ambao walistahili kupewa vyeti vya umilikaji wa mashamba walikuwa wapewe mashamba yao ndani ya miezi 12, na hiyo miezi 12 itakuwa inakamilika baada ya siku ya kesho, yani kesho kutwa. Ndiposa ningependa kusema kwamba serikali ya Kenya imejaribu, lakini haijatekeleza uamuzi ya idara ya mahakama vile ilivyoamrishwa, na ningependa kusihi serikali ya Rais William Samoei Ruto ambayo imejaribu kuweka mipaka lakini haijatekeleza uamuzi hiyo vile inavyopaswa. Pili, hata ingawa mipaka ilitengenezwa, hata ingawa beacons iliwekwa, yule waziri wa mashamba pamoja na principal secretary wa mashamba hawajapatia petitioners ile ripoti ya survey vile ilifanywa. Je, ni shamba kiasi gani ilikuwa ndani ya msitu? Ni shamba kiasi gani ilipatikana baada ya hii mipaka kutengenezwa? Ndiposa ningependa kusema kwamba serikali ya Kenya haijawajibika haijawajibika vile ilitakikana na idara ya mahakama. Itabidi turudi mahakamani tena na tupeleka application ya contempt dhidi ya waziri wa mashamba, waziri wa usalama wa ndani pamoja na ile wizara ya mazingira, kwa sababu walipewa jukumu kinagaubaga na idara ya mahakama. Ndiposa kwa mara nyingine tena ningependa kusihi serikali ya Kenya ikiongozwa na Rais William Samoei Ruto ambaye ameonyesha nia njema ya kutekeleza hiyo uamuzi, aweze kuwasukuma, aweze kuwatimua hawa mawaziri wa mashamba, usalama wa ndani na mazingira, wahakikishe kwamba uamuzi huo umetekelezwa. Chama cha mawakili nchini LSK kimewahimiza Wakenya kujitokeza kwa wingi katika mahakama za karibu kushiriki katika wiki ya uhamasisho wa kisheria na kupokea huduma za kisheria za bure. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa maadhimisho hayo katika mahakama ya Kiambu, jaji wa mahakama kuu ya Kiambu Abigail Mshila aliwataka wakazi kutumia fursa hiyo kufahamu zaidi mchakato wa mahakama na kushiriki changamoto wanazokumbana nazo wanapofuatilia kesi zao. Alisema kauli mbiu ya mwaka huu inalingana na ama inafahamika kama mageuzi yanayotekelezwa na idara ya mahakama kuhakikisha haki inapatikana kwa pande zote, huku akionya kuhusu wimbi la mawakili bandia wanaowahadaa wananchi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha mawakili tawi la Nairobi Eric Kivuva alilaani ulaji rushwa na ucheleweshaji wa haki
unaofanywa na baadhi ya watumishi wa mahakama, akisema mawakili wamechoshwa na hali inayosababisha wananchi kukosa imani na mfumo wa haki. We are not here to whisper, not to plead, but to demand what is rightfully ours. Justice that is fair, transparent, and accountable. Kenyans are tired. We are all tired. Tired of corruption that festers in the very halls meant to uphold the law. Tired of court clerks who manipulate files, delay justice, and treat the causeless like a personal playground. Tired of bail terms being skipped while the system turns a blind eye. Tired of missing files, mysterious delays, and deaths fixed in secrecy without informing all parties. This is not justice, cannot be justice. This is sabotage. Kiambu, mahakama zote tuko tayari kutoa huduma kwa kila moja, na tungewataka tu kuwakazia wale ambao wanakuja kupata huduma hapa. Tumesikia kuna mabrokas hapa kidogo. Tuungane mikono, tukatae brokers. Niseme huduma zote za serikali hazilipwi hapa katika corridors. Hakuna huduma inalipwa katika corridors, hakuna huduma inalipwa cash hapa mahakamani. Kwa hivyo ukipata mtu anakuambia leta pesa, fanya hivi, ujue huyo ni Muungano wa vyama vya kisiasa sasa unataka serikali kutengeneza sanamu ya aliyekuwa waziri mkuu nchini kwenye kaunti zote 47 ili kutoa heshima yake kwa hayati Odinga kama muasisi wa ugatuzi. Augustus Chalo akiwakilisha muungano huo amemuomboleza Raila Odinga kama shujaa aliyesimama na haki na ukweli akipigania taifa kwa mabadiliko tofauti ya demokrasia. Aidha, Chalo amewataka Wakenya kugeuza huzuni na maombolezo yao na badala yake kuiga mfano wake na kupiga hatua za maendeleo nchini. Chalo alikuwa akizungumza nyumbani kwake Odinga, Poda Farm, Bondo, akiwa ameandamana na kamati ya vyama vya kisiasa PPLC, ambapo walimumiminia sifa hayati Odinga katika mchango mkubwa wa ukombozi wa taifa. Let the president implement the NADCO report sealing Raila's final dream. May the father of devolution rest in peace. May his spirit guide us still. May Kenya never forget the man who taught her how to dream in defiance. Council of Governors. Let all the county heads unite and find a way to honor our hero, even if it means erecting statues of Raila Odinga, the father of devolution, a living symbol of service and sacrifice in all county headquarters. To remember that without him, devolution. Na mtazamaji, tuangazie masuala ya michezo ili tukufahamishe ni yapi yamejiri katika ulingo wa michezo. Mtazamaji, sekta ya utalii mjini Malindi naarifiwa ndo sasa tunaangazia, na ni kwamba sekta hii ya utalii mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, inatarajiwa kuimarika hata zaidi kupitia michezo mbalimbali ambayo imeanzishwa katika eneo hilo, hususan msimu huu wa likizo. Kulingana na mkurugenzi wa bustani ya Buntwani mjini Malindi, Ahmed Hassan, hatua hiyo itavutia zaidi watalii wa ndani ya taifa la Kenya na wale wa kitaifa katika kutazama michezo hiyo. Akizungumza baada ya kutamatika kwa mchezo wa ufukweni uliohusisha mataifa ya Uganda, Tanzania na Kenya, mwenyekiti wa bodi ya manispaa mjini Malindi, Suleiman Salim, amedokezea kuwa watatumia fursa hiyo ya michezo kuwatembeza wageni katika mbuga za wanyama kama njia mojawapo ya kutangaza maeneo hayo.
Vile mnavyoshuhudia nyote, imeleta vijana kutoka maeneo tofauti tofauti. Hii ni kuchochea masala ya utalii, hii inakuwa sports tourism. Bali na hivyo pia ni kupeleka vijana wetu katika level ya profession. Wamekuwa wakicheza mpira huo ufukweni kama mchezo tu wa kawaida. Right now we are really grateful under management mpya ya Football Federation ya Kenya kwamba wamechukua mwelekeo mpya wa kuhakikisha hii game ya beach soccer inakuwa inatambulika zaidi katika taifa la Kenya. Moja katika kupromote tourism ni njia ya sports, na pia tuko katika mbio za kuleta beautification Malindi. Kwa hivyo ni matarajio yetu, na nafikiri mkiangalia hapo nyuma yetu utaona wale watu wamekuja wengi kuangalia mpira, ambapo wengi wanajulia habari ya Tanzania na Uganda, na kuna ushirikiano kadhaa wa kadhaa ambao sisi tutafanya pia kwenda kuwatembelea wao, na ni matumaini yetu kwamba jambo tumeanza hizi leo, Mungu atatupa nafasi wageni kama hawa wakija pia tuwatukue tuwapeleke katika beach zetu na national park zetu waone. Timu ya taifa ya kandanda ya kinadada Harambee Starlets itarejea nchini leo baada ya kuandikisha historia kwa kufuzu dimba la mataifa la kinadada ambalo litaandaliwa mwaka ujao nchini Morocco. Kikosi hicho cha Beldin Odemba kinatarajiwa kutua nchini mida ya saa 3:30 usiku baada ya kuibwaga timu ya Gambia bao 1-0 katika mkondo wa pili wa mchuano wa mwisho wa kufuzu dimba hilo la kinadada. Hii ni mara ya pili kwa timu hii kufuzu mashindano haya baada ya kushiriki katika michuano hiyo mwaka 2016. Unity in the team, great spirits. I keep on saying this again. It's also the time. It has been 9 years, so we kept on reminding ourselves that it has been 9 years. How long can we wait? So the girls were really spirited, the technical bench awesome. We worked together as a team, but we thank God so much because He came through for us as a country and as a team. Safari naweza sema haijakuwa easy, but tunashukuru Mungu. Kutoka mwanzo tulianza na Mungu na tumemaliza na Mungu na tumepata ushindi na tumequalify. Tuna thank God na nina thank my teammate wenye wamefight siku ya leo tukapata ushindi. Yani sina words. I'm just happy that tumemake Kenya proud na tunaenda huko na tuwezi tu kuparticipate. Tunaenda kuonyesha sisi pia tunaiweza. Kocha mkuu wa timu ya kandanda ya wanaume nchini Benny McCarthy amekitaja kikosi chake cha Harambee Stars huku wakitarajiwa kumenyana na timu ya Madagascar na Comoros katika mechi za kirafiki. Michuano hii ya kirafiki inatarajiwa kusakatwa nchini Uturuki mwezi ujao kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18. Kikosi hicho kinahusisha nahodha wa timu ya Gor Mahia Austin Odhiambo, mshambulizi wa Real Sociedad nchini Hispania Job Ochieng na chipukizi Aldrin Kibet. Vilevile mshambulizi wa Nairobi United Ovela Ochieng pia ametajwa kwenye kikosi na mshambulizi maarufu Ryan Ogam, huku Jonah Ayunga akichukua nafasi yake Michael Olunga. Wachezaji wa Kenya wenye ulemavu wa kuona wameeleza nia yao ya kuhakikisha kwamba Kenya imetamba zaidi kwenye mashindano ya unyanyuaji mizani ambayo yanaandaliwa katika nchi ya Uturuki. Hivi sasa, mtazamaji, tupate yanayoendelea kule Uturuki kutoka kwa mwandishi wetu ambaye ni Kimanzi. Press, twende, fungua!
Patrick Rogan 25 kilo. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha. Mwandishi wetu ambaye ni Kimanzi atakuwa anatufahamisha mengi zaidi kadri muda unavyozidi kusonga. Hapo ndipo nahitimisha. Shukrani kwa kikosi chote kufanikisha taarifa hizi, na shukrani kwako mtazamaji kwa kufuatilia tangu tulipoanza hadi hivi sasa. Tumefunga taarifa zaidi mwendo wa saa 10, saa 1 na vile vile saa 3. Wanakwetu wananiita Joashon Sare. Mchana mwema na utazamaji mwema. Kwaheri kwa sasa.